Vitu ambavyo vimegusa hisia za watu wengi sana na kuwashangaza watu wengi, hasa watumiaji wa Facebook maarufu kama FB, ni kwamba Facebook imetangaza rasmi itaifunga app yake ya Messenger kuanzia Disemba 15 mwaka huu, kwa maana tarehe 15 mwezi wa 12 mwaka 2025. Anaambiwa application ya Messenger haitopatikana tena. Asa kwa nini iko hivi? Ni kwamba mabadiliko haya yataanza kwa watumiaji wa Mac na Windows, na mwakani itapanga kuifuta Messenger na kubaki na Facebook katika platform zote. App ya Messenger ilianza kutumika mwaka 2011 na mwanzoni ilikuwa inaitwa Facebook Chats na ilianzishwa mwaka 2008. Messenger ilianzishwa kama app ya kushindana na WhatsApp, iMessage, WeChat na Skype. Lakini kwa sasa ni kwamba Messenger ikitumika kama apps ya kuchat na marafiki waliopo Facebook, na soon inaondoka na Facebook inabaki kuwa mtandao mmoja ambao una sehemu yake ya message, post, communities, reels pamoja na groups. Kwa maana haya ni mabadiliko ambayo yataanza Disemba 15 mwaka huu. Kwa hiyo kama uko na rafiki yako ama wewe pia unatumia, basi ujiandae. Lakini angalizo ni kwamba mabadiliko haya yataanza kwa watumiaji wa Mac na Windows, na mwakani inapanga kuifuta Messenger na kubaki na Facebook katika platform zote. Kwa maana hiyo ndio taarifa ambayo leo nilikuwa nayo katika upande wa QualityTech, and I hope utakuwa umepata sasa na mshtuko. Lakini kama hujapata mshtuko, basi ni kawaida, kwa sababu sio wote ambao wanatumia Facebook, wapo watu ambao hawatumii Facebook. Kwa hiyo yote kwa yote ni taarifa ambayo kama uko nayo unaweza ukashare na mtu wako karibu, akiona na Messenger function huko akaanza kuona na labda app yake imehakiwa ama account yake imehakiwa, basi taarifa ndio hiyo.